Serikali ya awamu ya sita imeweka kipaumbele cha kimkakati katika kukuza ujuzi, stadi, maarifa na sifa za kuajirika au kujiajiri miongoni mwa vijana na wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu, ikitambua kwamba maendeleo endelevu ya taifa hayawezekani bila kuwa na rasilimali watu iliyoelimika na yenye uwezo wa kuchangia kikamilifu katika uchumi wa taifa. Dhamira hii inatokana na ukweli kwamba 34% ya Watanzania ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 35 wanaohitaji kuandaliwa kwa ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira la kitaifa na kimataifa, ambapo kwa sasa zaidi ya wanafunzi milioni 2.1 wapo katika taasisi za elimu ya juu, ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, jambo linaloipa serikali na wadau wake wajibu wa kuhakikisha mfumo wa elimu unazalisha wahitimu wenye umahiri wanaoweza kuajiriwa na kujiajiri na kuchangia ipasavyo katika maendeleo ya taifa letu. Kwa muktadha huo, serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa ya sera na mitaala ya elimu katika ngazi zote kwa lengo la kujenga mfumo wa elimu ulio mnyumbufu, jumuishi na unaoendana na vipaji, mwelekeo na mahitaji halisi ya soko la ajira, huku ikizingatia mabadiliko ya teknolojia na ushindani wa kitaifa na kimataifa. Vile vile serikali imeendelea kutenga rasilimali kubwa katika sekta ya elimu na mafunzo ya ufundi kwa kuongeza bajeti ya elimu mwaka hadi mwaka, fedha ambazo zimeelekezwa katika ujenzi na uboreshaji wa vyuo, karakana na maabara, pamoja na kuwezesha mafunzo ya vitendo yanayohusisha sekta binafsi. Uwekezaji huu wa kimkakati unalenga kuifanya elimu kuwa injini muhimu ya ukuaji wa uchumi, ubunifu na ajira endelevu nchini.